What's up YouTube? Welcome back kwa Joram hapa. Sasa kuna dem fulani hivi waga mnataniana nayo, mnaitana babe, mnaitana sijui mpenzi, sijui nini. The way mnavochati sasa, yani unakuta makopa, yani anaonyesha kabisa kama yuko interested na wewe, anakupenda, anakutaka. Kwa unapaswa kufanya kitu kimoja tu. Uplane date, mkutane, mmalizane, kila kitu kiishe, si ndio? Sasa unafanya hivyo, unamtafuta, una plan date, afu kimu-ask out, anakukwepa, anakuchoropoka. Kila siku ukijaribu kufanya hivyo anakuchoropoka. Sasa unajiuliza, mbona huyu mwanamke anaonyesha kabisa interest? Mbona anaonyesha kunitaka kwenye message, tunavyoongea kwenye simu, lakini napofika kwenye kupanga mipango ananikataa? Kuna sababu ya kwa nini hiyo inatokea. Na kwenye hii video sasa nataka nikuambie ni kwa nini wanafanya hivyo, ndio. Ni aina gani wanawake waga wanafanya hivyo na kipi unapaswa kufanya. Kwa ni muhimu ka stick mpaka mwisho wa video ili uweze kupata hii knowledge, ili uweze kujua hichi ninachokijua mimi, ndio. Kwa kama pia ni first time umejoin hii channel, like, comment, subscribe. Vitu kama hivi ni adimu. Yani unaweza kukuta mtu anatoa knowledge kama hii bure kabisa kwa lugha maridhawa ya Kiswahili. Sitaki nichukue muda wako. Let's get straight to the point. Okay, sasa turudi kwenye video. Siku hizi wanawake wana flirt different. Siku hizi kuna utamaduni mpya wa kuflirt. Tofauti na zamani ambako wanawake walikuwa wanatafuta jamaa mmoja tu wa kuishi naye milele. Huyo jamaa ndo atakuwa na take care ya shida zake, atakuwa anamsikiliza akiwa na matatizo ya kihisia, si ndio? Atakuwa anamlinda, atakuwa anampa watoto, atakuwa anafanya naye mapenzi. Sasa siku hizi wameshagundua kwamba ni ngumu kupata mtu mmoja ambaye anaweza akakupa kila kitu, si ndio? Anaweza kukutana na jamaa anajua kweli kufanya mapenzi vizuri, anajua sex vibaya mno, lakini hana hela, hajielewi, hana akili, si ndio? Anakutana na jamaa anajua kweli kutafuta hela, anajua kweli ku go and get the money, lakini anashindwa kufanya mapenzi. Anakutana na jamaa kweli, huyu jamaa ni sponge, anajua kumtoa kwenye emotional distress, anajua kabisa huyu mwanamke anapata shida kihisia, kwa hiyo yeye anakuwa kama sponge, ananyonya zile shida zake. Mwanamke anaenda kumuelezea matatizo yake, si ndio? Hao wanaume wote hao wamepewa compartments, tunaita compartmentalization. Yani mwanamke anamtengea kila mwanaume, anampa majukumu, anamtafutia majukumu kila mwanaume anayekutana naye kwenye maisha yake. Sasa anawezaje kumweka huyu jamaa ambaye anamtumia kwa ajili ya fedha? Anawezaje kumkeep asiondoke, aendelee kubaki kumpa hela? Anawezaje kumtumia huyu jamaa ambaye anamnyonya, ani sponge, ananyonya zile shida zake? Anawezaje kumtumia huyu jamaa ambaye anamfanyisha tu mapenzi, si ndio? Wote hawa inabidi ajifanye anawataka, si ndio? Kwa sababu unakuta huyu mapenzi anamtaka, unakuta huyu wa hela anamtaka, unakuta huyu sijui wa emotional support anamtaka. Wote hawa inabidi ajifanye anawataka. Kwa hiyo unaweza kufikiri labda wewe mwanamke anachati kimahaba na wewe, anachati, anaonyesha interest na wewe ni kwa sababu anakupenda. Na si peke yako tu, hapana, mko wengi, mko kama 10, 15, 20. Nyie wote, kila mtu ameshapewa part yake. Kuna mwingine yeye kazi yake ni kuentertain tu. Demo akiwa bored, amelala, hana kazi ya kufanya, anatafuta watano tu. Mnachati, mnamchatisha ile back and forth, anakuwa excited, anapo-reply hizo message zenu, ana enjoy kwa sababu mnakuja na story interesting, si ndio? Umekaa unawaza ni mjibuje huyo dem, kumbe yeye ndo anasubiria kweli uwaze, kweli uje na kitu interesting. Wewe unafikiri huyu mwanamke nimeshampata, cheki anapo-reply faster, cheki anapozidi kucheka kwenye message zangu, hii ni ishara ya kwamba nimempata. La hasha, anacheza huo mchezo, anacheza na akili yako. Wanaume ambao wanapewa pusi, wanaume ambao wanakula, hawachati, hawamtafuti, hawana muda naye. Sasa wewe ambao una muda naye ndio unatumika. Sasa amewezaje kukukeep usiondoke? Ni kwa sababu anakupromise kwamba ipo siku ukijitahidi kidogo, si ndio? Ipo siku ukiapply efforts utanipata, ndio. Lakini siku umeapply sasa efforts, siku umetafuta namna ya kukutana naye ili muende out sasa, mka enjoy life, mjue sasa mnatoka stage moja, mnatoka kwenye simu, mnaenda kwenye dates, sasa mje kuwa wachumba, anakukwepa, si ndio? Anakula hela zako, lakini mkitaka kukutana anakukwepa. Unasikiliza shida zake, si ndio? Anakuja na kuambia jinsi gani boyfriend wake anamtreat vibaya, anakuja kuambia jinsi gani baba yake na mama yake wanapogombana na kumkera, anakuja kuambia ni kwa jinsi gani labda school life yake imekaa vibaya. Wewe unamsikiliza tu kwa sababu unamtaka.
unamshauri, unamwambia unajua kwenye maisha hayo mambo yako, si ndio? Ndio unavyofanyaga, si ndio? Na kuna mwingine kazi yake ni kumchekesha tu. Yaani huyo jamaa ni comedian. Kila saa huyo demo anakuwa yuko karibu yake. Jamaa anaongea utani, kila saa anamchekesha na kumfanya smile. Na kuna mwingine anakuaga ana stories interesting. Yaani anajua kuchati, anajua jinsi gani ya kuchati. Huyo naye pia ana kazi yake maalum. Wote hao wamepromisiwa. Wote hao mwanamke inabidi awapromise kwamba mkiendelea kujitahidi mkawa bora kwenye kazi zenu, si ndio? Ukizidi kuendelea kutoa hela sana, wewe ukazidi kuwa na story interesting, wewe ukazidi kunichekesha, wewe ukazidi kunisikiliza matatizo yangu, ipo siku nitakukabidhi pusi. Lakini kiuhalisia ni kwamba hata kaa kupe. Ndio maana anakwepa kukutana na wewe, ni kwa sababu anajua akikubali kukutana na wewe, akakubali kuja kukaa na wewe meza moja mkashare, utatamani actualize, utatamani kuonyesha kwamba yes, hivyo ulivyokuwa tunachati, huu ndo muda wakati, huu ndo muda na saa sasa. Unataka kumshika, unashangaa anatoa mkono, si ndio? Hapo amekubali kukutana. Lakini wengi wanakataa kukutana na wewe kwa sababu wanajua ukikutana naye utajua ukweli, utajua kwamba hakutaki, havutiwi na wewe, utaondoka, utafuata mambo yako. Sasa kwa nini ya risk kukutana na wewe wakati anaweza akawa na kuchezesha tu hiyo michezo, huku wewe unajitoa, unakuja kusanuka baadaye. Sasa mwanamke ashatumika, amechoka, ndo anarudi sasa kwako, anakuambia unajua kipindi kile ulikoga unanipenda, ule jamaa alinitesa, sasa hivi nimeamua kutulia, mimi nataka tu mtu ambaye anajielewa. Unafikiri yes, ndo wakati sasa mimi kupata revenge. Nimetumika sana, nimeteseka sana kumpata huyu mwanamke, kwa hiyo inabidi hiyo ndio mwanamke sahihi sasa wa ndoto zangu. Miaka 5 namfuatilia wewe mwanamke, si mrahisi kumpata. Kumbe wewe umeliwa kwenye game, si ndio? Wewe umechezewa tu akili pale. Wewe unafikiri baada kadiri unavyozidi kusubiria ndivyo mtu anavyozidi kukupenda, au hutaki kurush mambo. Kumbe wewe unatumika. Sasa mimi nimekuja kufungua macho, uone kabisa kwamba si vizuri na si sahihi unavyozidi kuendelea kubaki kwenye hayo mahusiano ambao badala ya mwanamke kukuona wewe kama mwanadamu mwenzake, anakuona kama kitu ambacho anaweza akatumia, ya crutch ambayo anaweza akatumia kufika mbele. Sasa aina gani ya wanawake wana display hizi tabia? Wengi wao wanakuta ni wale gold diggers au wale attention seekers. Unakuta demu yeye anatafuta tu attention ya wanaume, anaapia kama mtu fulani famous, anaapia kama mtu fulani ana cloud, utashangaa na posti sana, anajuana na kila mtu. Huyu ni mwanamke ambaye anatafuta attention, anatafuta validation inamwambia wewe ni mzuri. Kwa idadi ya wanaume ambao atakuwa nao kwenye maisha yake, ambao atakuwa amewaeka kwenye hii tunaitaga friend zone, atakuwa compartmentalize, au ambao atakuwa amewaeka kwenye makundi. Kadiri anavyozidi kukua kubwa na ndo anavyozidi kuamini kwamba ni mzuri. Do you understand? Kwa kipi kifanyike? Hakuna kitu ambacho ni sahihi kufanya zaidi ya wewe kukimbia. Wewe mwanamke hata kaa badilike. Nakwambia hivi kwa sababu mimi nishaiko kwenye hayo mahusiano, au mahusiano ambao unafikiri ni sahihi, si sahihi. Nishaiko kwenye mahusiano na demu miaka 5. Ananizungusha tu. Nikijaribu kukutana naye, hata kama nikikutana naye, ana keep distance. Yaani anajua kabisa Joramu atamanuva, atataka kunishika, atataka kunikiss. Ndio ili avoid hiyo confrontation, ili avoid kukutana na mimi kimwili, anabidi akae mbali kidogo. Utashangaa anatembea mmeachana, au mnaenda sehemu ambako ni public, ambako hamwezi kufanya chochote. Yaani huwezi kumshika, huwezi kufanya chochote. Labda ni sehemu respectable ndo anaweza kukubali kwenda kukaa na wewe, kwa sababu hutakaa kufanya chochote. Utaogopa, utaona aibu kumkiss, utaona aibu kumshika. Ndivyo. Kwa ukijua hivi mapema, itakusaidia kuokoa muda na kujua mwanamke ambaye ni sahihi kwako. Kwa sababu mwanamke ambaye ni sahihi kwako hakupotezei muda. Hakuweki kwenye makundi. Hapo akikuona wewe ni sahihi, hapo ana rush kukupata. Hapo anakurahisishia mambo. Anakurahisishia kukutana, anakurahisishia kumshika, anakurahisishia kuingia kwenye mahusiano. Hakusubirishi. Ukiona anakusubirisha mwanamke, ukishaona na kuwekea viunzi ya uruke, unajua yes, wewe si chaguo lake, si chaguo sahihi kwake, na kuna mtu behind the scene.